Tunavyokwenda kwenye kliniki ya magonjwa mbalimbali sisi kama binadamu. Sasa na hii kliniki ya biashara inafanya kazi hiyo kwa ajili ya kusikiliza matatizo mbalimbali, hatimaye kuwapatia solution. Makampuni jumla ya 482 yalipata msaada, ambapo ndani ya kliniki hiyo tuliagundua kwamba wana tatizo la usajili tu. Sasa nyingine mtu anakama kwenye biashara ana tatizo dogo ambalo anakuwa hajui aende wapi. Kwa hiyo sisi kama Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania tunasimamia kliniki ya biashara, hatimaye tunawarifa. Kwa hiyo 482 hao tuliwarifa BRELA na walipata taarifa na walisaidiwa kwa ajili ya usajili, na wengine BPRA. Wengine walikuwa wanahitaji kwenda BPRA ambao Zanzibar, taasisi kama BRELA, na wengine walikuwa na tatizo la kwenda TRA. Kwa hiyo tunawakutanisha. Kwa hiyo ni wataalamu ambao tunafanya kazi kwa pamoja kupitia kliniki ya biashara. Jumla ya kampuni 137 zilisaidiwa kupata ushauri, alama za ubora, vifungashio vinavyokidhi viwango vya soko la kimataifa na mbinu za kuongeza thamani ya bidhaa. Kwa hiyo tunaona kwamba ndani ya kliniki kuna watu wana tatizo ambalo saa nyingine ni dogo tu kutokana na uelewa na hajui wapi pa kupata taarifa. Kwa hiyo ndani ya kliniki inatoa suluhisho la masuala mengi. Mafanikio ya wafanyabiashara 238 waliunganishwa na wanunuzi wa ndani na nje ya nchi ndani ya kliniki kupitia mikutano ya B2B na G2B, ambapo bidhaa za asali zinaendelea kupata masoko na nafaka na mboga. Hizo zote zinaleta mafanikio makubwa bidhaa zetu za kilimo. Jumla ya wafanyabiashara 312 wamepata mafunzo kuhusu mbinu bora za kufanya biashara na taratibu pamoja na miongozo ya kodi. Wengine wanakuwa wana shida ya kujua miongozo ya kodi. Kwa hiyo hao pia tunawasaidia kupitia kliniki ya biashara ambayo ni endelevu. Tunaifanya katika matukio mbalimbali ambayo yanatokea ya uratibu wa masuala ya biashara. Pia katika swala la tafiti za masoko, miongoni mwa majukumu yetu muhimu ya msingi ni kufanya tafiti za masoko na intelijensia ya biashara na kusambaza taarifa za biashara na masoko. Kama mtatembelea platform zetu, mtaona kwamba tunatoa taarifa mbalimbali za biashara na masoko. Ndani yake kampuni 85 za Tanzania zimekutanishwa na kampuni 31 za UAE. Kwa hiyo tumezikutanisha, hiyo ndio tunaitwa B2B. Kwa hiyo tumefanya B2B kupitia platform hizo, na kupitia mikutano ya B2B kuna makampuni pia 27 za ujenzi na nishati zinaendelea na mazungumzo kwa kuwa wakala wa bidhaa hizo. Wanataka wawe wakala wa bidhaa hizo. Kuna wengine wanazalisha, wanataka agency za kampuni zao ndani ya dini yetu. Kwa hiyo wanaendelea na mazungumzo na wasimamizi ni sisi, tunakuwa kama advocate, ndio pale tunatekeleza jukumu letu la ushauri. Kampuni ya Legal Global Tanzania imeingia makubaliano ya kuuziana Tech Flyers Air Cargo ambayo tani 20 za karafuu zenye thamani ya $240,000. Kwa hiyo hayo ni makubaliano ambayo ya B2B ambayo sisi tunayasimamia, tunaendelea kuyasimamia. Na kwa nini tunayasimamia? Tunataka mpaka yafikie kiwango fulani salama, hatimaye tunawaachia wenyewe. Pia suala la fursa za masoko. Nchi 50 zilifanyiwa tathmini na kusambazwa kwa wafanyabiashara kupitia tovuti, na huku mwenendo wa bei na matarajio ya biashara katika nchi za Canada, Urusi. Hizi ni fursa ambazo tunazitangaza kwenye platform zetu, tunazitangaza na UAE. Tumetoa fursa ya UAE, tumechambua na kutoa maarifa muhimu ya mwelekeo wa masoko. Katika platform zetu mtaona kwamba katika tafiti za masoko tunazofanya, tunachambua na kutangaza fursa hizo ambazo hatimaye wananchi wanatumia fursa hizo. Pia kuboreshwa kwa mifumo ya taarifa za biashara na masoko. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza sana matumizi ya mifumo serikalini ili kupunguza bureaucracy pamoja na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma kwa wakati. Sisi kama Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania, kipindi hiki cha miaka 4 tumeendelea kuboresha mifumo yetu ya utendaji kazi. Tuna mfumo wa Tantrade Biashara App ambapo una watumiaji wa jumla ya 1,460. Hii ni application ambayo unaidownload kutumia app yako Biashara App. Hatimaye unapata kujua masoko mbalimbali na bei zake, masoko ya hapa ndani na bei za bidhaa hizo. Kwa hiyo mfanya biashara anaweza kulinganisha kujua aende soko gani. Pia tuna mfumo ambao ni muhimu sana na ni mfumo ambao umepata umaarufu sana kwa nchi za nje huu. Unaitwa Trade Portal ambao sasa umefikia watumiaji 92,403 na huku ikiwa na zaidi ya watembeleaji 272,718 kutoka ndani na nje ya nchi, na wanapata taarifa za biashara.
Kwa hiyo hii ni trade portal inaitwa trade.tanzania.go.tz. Ndani yake inaonyesha procedure za bidhaa ambazo ukitaka kuingiza bidhaa Tanzania inakuongoza ufanye nini. Lakini pia na huyu Mtanzania anapotaka kusafirisha bidhaa nje ya Tanzania afanye nini. Kwa hiyo ni portal muhimu sana na ni maarufu sana kwa wenzetu wa nje. Pia kuna biashara 36 za Kitanzania zimesajiliwa katika shirikisho la kimataifa la vituo vya biashara duniani, wanaita World Trade Point Federation. Hizi ni biashara ambazo sisi kama TanTrade ni trade point na ni mwanachama wa hiyo World Trade Point Federation, ambapo tumesajili bidhaa nyingi sana za huko ambazo zimefikiwa viwango, na tunachagua bidhaa ambazo zile zilizofika viwango kidogo, ambazo hazijafikia viwango sisi tunaendelea kuzipa mafunzo hatimaye ziweze kukamata soko katika utekelezaji wa jukumu letu. Kwa hiyo tunaona tunavozidi kuwa maarufu kimataifa na kuzidi kukubalika katika federation za kimataifa. Tuna kanzidata wafanyabiashara ambayo imeboreshwa na kuongeza usajili wa makampuni 483. Kampuni mpya zimeongezeka hizo 483. Kanzidata yetu imezidi kuimarika. Na katika jukumu jingine kusimamia na kuwekeza tasnia ya ukuzaji biashara, ambapo hii ni ile ndio sema hii utoaji wa vibali. Matukio ya ukuzaji biashara ni matukio mbalimbali. Kwa mfano unataka kufanya maonesho, unataka kufanya trade mission, unataka kufanya promotion event, ambayo hii promotion event yako unaitaka iwe formal. Sisi lazima tuisimamie kwa sababu ya jukumu letu la msingi. Kama unavyofahamu, kila nchi ina taratibu zake katika matukio mbalimbali na kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kuna matukio ya taasisi za umma, sekta binafsi wanafanya maonyesho, wanafanya makongamano. Kwa hiyo sisi tumeidhinisha vibali na hatimaye hayo matukio tunashiriki kikamilifu katika kuhakikisha yanapata tija. Pia maandalizi ya ushiriki wa Tanzania katika maonyesho makubwa ya dunia yanatarajiwa kufanyika April mwaka huu, April 13 hadi tarehe 13 Oktoba. Ni tukio la miezi 6. Tukio hilo ni Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan. Mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania inaratibu ushiriki wa maonesho hayo kwa niaba ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo yanatarajiwa kufanyika tarehe nilizozitaja. Na ushiriki wa Tanzania umejikita katika kutangaza fursa mbalimbali zilizopo hapa nchini, na sekta zote zitatangazwa pamoja na miradi yote ya kipaumbele, na tumeshaanza na tumejiandaa kikamilifu kuhakikisha ndani ya miezi 6 tunapata fursa hizo. Na miongoni mwa programu ambazo tumeziandaa, napenda nichukue fursa hii kwa wale watazamaji ambao wanatuangalia, makampuni na mataasisi, mawizara yote, mikoa, naamini mikoa na mawizara yote wana miradi mbalimbali. Kwa hiyo waendelee kutuletea miradi yao kwa ajili ya kuitangaza. Sekta ambazo tumeziandaa na programu ambazo tumeziandaa zimezingatia vipaumbele vyote. Kuna sekta ya afya, nishati na madini. Kutakuwa kuna programu hiyo ambayo hiyo. Na kwa nini tumeweka programu hizo? Tumesema tusiache kitu. Ndani ya miezi 6 tuhakikishe tumekuja na mafanikio. Miradi yote tumeuza. Kuna program ya utalii, kilimo na uchumi wa blue. Kama unavyofahamu, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pia ina kipaumbele katika uchumi wa blue. Na kuna miradi ya kimkakati ya ujenzi miundombinu ya barabara, reli na viwanja vya ndege. Kuna program hiyo ambayo itakuwa inaendelea. Na program hizi ni za wiki 2. Program zisizopungua siku 14. Kwa nini siku 14? Kwa sababu kutakuwa kuna maeneo ya kwenda kuvisit B2B, kuwakutanisha na wadau wenzao husika. Kutakuwa kuna program ya nishati ya umeme na gesi. Kama mnavyofahamu, Tanzania tumejaliwa katika nishati ya umeme na gesi. Kwa hiyo hiyo ni program ambayo na wenzetu kule tunapokwenda ni wataalamu wameendelea sana katika masuala ya umeme wa gesi. Kwa hiyo ndio maana tumeweka programu hiyo ili tuhakikishe tumefanikiwa. Programu hizo 8 zimepangwa, ambapo makundi hayo mbalimbali yataweza kushiriki katika programu hizo. Lakini pia kutakuwa kuna fursa ya trade mission, misafara ya biashara. Vikundi mbalimbali vitaweza kwenda kushiriki kwa ajili ya kupata fursa kupeleka trade mission. Wananchi wa Tanzania, wafanyabiashara, wajasiriamali wataweza kwenda kule kupitia hii misafara ya kibiashara. Ndani ya hii miezi 6 watakwenda katika sekta ambayo tumesema ni utalii, ambapo itafanyika kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 6 Mei. Kutakuwa kuna fursa za miundombinu, kilimo, mifugo. Kwa hiyo wote hao wataweza kupata fursa. Lakini kuna program ya uwezeshaji wanawake, ambapo tunaona kwamba women empowerment hii. Kwa hiyo vikundi vitaweza kupata fursa kwenda kule na kuhakikisha wanapata
wanapata fursa na faida ya uwepo wa Expo 2025 Osaka, Kansai, Japani. Mpango wa baadaye katika kujenga uwezo wa taasisi na kujiendesha kwa ufanisi. Kama unafahamu, Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania ni taasisi ya umma, ni mamlaka ambayo iko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara kwa 100%, na imekamilisha mpango mkuu wa uwekezaji. Kama nilivyogusia awali kwamba dunia imebadilika, hali ya ufanyaji biashara imebadilika. Kwa hiyo na sisi kama mamlaka lazima na sisi tuende na wakati, tubadilike. Mnafahamu kama sisi tunamiliki viwanja vya maonyesho Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Viwanja hivyo tunakubali na tunaamini kwamba vimepitwa na wakati. Kwa hiyo kwa sasa tumekamilisha mpango mkuu wa uwekezaji katika uwanja huo. Uwanja wa maonyesho huo wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere unatarajiwa kuboreshwa kwa kisasa kuendana na viwango vya kimataifa, na uwekezaji katika uwanja huu unatarajiwa kuwa na utaratibu wa ushiriki wa sekta binafsi ambapo unajulikana kama Public Private Partnership PPP. Na ili kufanikisha hilo, Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania imejipanga kuanzia miezi